Hii inabidi nicheke kwa mashine. Shushaini wetu wa Bongo. Tutangulize kucheka kwanza. Hii. Shushaini wa Bongo. Shushaini wa Bongo ajui hata kusoma Kiswahili. Leo tuna wabunge wanasaidiwa kuapa. Wabunge wanasaidiwa kuapa. Anafundishwa kusoma Kiswahili. Mbunge anasaidiwa kuapa. Serikali kwa sababu rais ndio mwenye mamlaka, anapeleka mbunge ndugu yake kiziwi, ajui kusoma, ajui kusikia na kuongea. Hawezi kusikia na kuongea. Anakwenda bungeni kuwakilisha walemavu. Nilikuwa nasema asubuhi. Asikii, aongei. Anakwenda kuwakilisha walemavu. Swali kwenu nyie wananchi. Huyo ana msaada gani kwenye lile bunge? Msije mkaja na mambo ya kimungu hapa, eti kwamba eti ndio kaumbwa hivyo. Na wauliza tu, ameumbwa hivyo ndio? Yes. Ana msaada gani kwenye bunge? Leo mbunge mmoja asikii, azungumzi. Tukamtafutie mkalimani akae jirani na Zungu pale, yule speaker fake. Tumtafutie mtu wa kusoma vidole vya nyakati hivi, awe na yeye anafanya kama unavyofanyaga taarifa za habari. Alafu tutengeneze mazingira ya mtu kupiga tu kwamba mkalimani wa yule mbunge analipwa bilioni. Mkalimani wa yule mbunge analipwaga bilioni, ishara za vidole. Kwa nini tusitafute zeruzeru? Kwa nini tusitafute Kiwete akawakilisha ile nafasi? Kisa kwa sababu gani? Nimepeleleza, nimeambiwa yule bubu ni ndugu na familia ya kiongozi. Hebu sikilizeni hapo sasa. Sikilizeni sasa hapo. Tunakoenda ni wapi? Mtu ajui kuapa bungeni, anaapa eti unamsikia speaker anasema ndio anajifanya speaker analitaja jina lake. Uongo. Uongo, huyo speaker ni muongo. Tutambana speaker tuulize alikuwa anasikia lugha gani pale mpaka speaker anamuapisha. Alisikia lugha gani? Ni uongo. Bora ungekuwa umemwekea ubao pale mbele, tukamuona anatoka mbele anaandika mimi fulani fulani fulani, alafu tukawa tunasoma. Sio kuongea, sio kuongea. Kuongea na kataa. Wangemwekea ubao, akatoka na kalamu, akaandika mimi Asha fulani na hapa mbele hii, anamaliza kuandika, tunasoma. Eti speaker naenda anamuapisha. Yani tunafanywa makomedi tu, makomedi tu. Makomedi tu ya ajabu tu, ajabu. Wewe speaker unaapisha mtu lugha uijui. Anyway, tuiache hiyo. Tuje sasa wanavyojichukuliaga minyama. Wanavyojichukuliaga minyama. Hii ni summarize tu ya maelezo yetu ya kwenye bunge letu. Bunge letu lilianza na mambo mengi. Kwanza tuliletewa mikataba na Abili, mikataba 21 iliyovunjwa na serikali. Mikataba 21 ya makampuni ya nje iliyovunjwa na serikali. Mmoja mkataba umetutia hasara trilioni 4, sijui hiyo 21. Na kuna mwingine mkataba tumeuvunja kwa sababu mtoto wa rais ameomba $500,000 akale bata Uingereza, akafanya happy birthday. Yani akanunue keki na mapulizo. 1.2 billion keki na mapulizo. Na wapambe wa kuimba happy birthday to you. 1.2 billion, $500,000. Tunakwenda. Hiyo ni mikataba. Sasa hayo 21 mahasara shingapi? Kampuni moja tumepata trilioni 4. Trilioni 4 kampuni moja. Fikiria. Tunakwenda. Kikwete amegawa mgodi kumlinda Liziwani kwa mujibu wa Abil. Yani mtoto kakamatwa huko, sio alikuwa anauza manini si mangada, alafu mchina akamwambia bana atumchomoe wewe, tupe mgodi. Akapewa mgodi. Nchi ya 12 kwa umaskini duniani. Budget ya rais ina bilioni sio ngapi mlisikia kwa mwaka hapa Abili aliwapigia.
si bilioni ngapi kwa mwaka bajeti ya rais. Na tukakuta kule anakulaga mpaka mayai ya nani, mayai ya samaki. Na mayai yenyewe akipiga simu, nataka mayai ya samaki, anauliza, lakini sitaki samaki wa kawaida, nitafutieni samaki aliye zeruzeru. Hey, hela zikizidi ni hatari. Kumbe kuna watu wanaweza, hela ikizidi watu wanaweza kuomba, nataka ng'ombe zeruzeru. Hela ikizidi kutakuwa na mbuzi zeruzeru na kuku. Hela ikizidi tutakuwa tunaomba kuku zeruzeru. Hela ikizidi makuku ya kawaida staki, nataka kuku zeruzeru. Anapatikana wapi? Mexico. Kuku zeruzeru anaendewa Mexico. Hela ikizidi ndio matatizo yake. Watu wanakula mayai ya samaki. Niliwaambia kule Mwanza ziko Sato, mayai yake ni mazuri tu kila, lakini hayafai. Maji ya kunywa, ya maji ya Azam, zamani walikuwa unajinywea maji huko Kizimkazi. Walipopata uraisi, maji yanafuatwa Marekani. Paketi moja lenye maji 6, 7,400,000. Pigeni sasa. Sipo huko anakunywaga maji ya milioni 100 ngapi, sio ilipigwa hapa. Milioni si 400 sio kila mwezi, kitu kama hicho. Nchi ya 12 kwa umaskini duniani. Budget ya rais, mpaka samaki ya rubino analiwa huko. Kashfa ya reli, tunakwenda kashfa ya reli. Reli mnayoiona ile ya kutoka Dar kwenda Dodoma, gharama yake inaingia mara 2 ya reli zinazopatikana Dubai. Narudia, reli mnayoiona hapo Bongo, gharama iliyotengenezewa ni sawa na kutengeneza matreni mnayoyaona Dubai mara 2. Kwa mujibu wa hesabu aliyoipiga Abili. Abili aliulizia ile reli gharama iliyotumika, akaenda Dubai akatafuta mkandarasi kwenye makompyuta huko, akampata, akaulizia matrama nini yaliyotengenezwa Dubai, akawianisha, akakuta Bongo baba. Bonge la pesa imeenda nyingi. Mfano, yani pale Dar es Salaam yote mngekuwa mnaiona na matram. Sijui tram, nikisema tram sijui mnajua wengine huko matram. Yanakuwa kama ni magari tu ya kawaida, lakini kwa muundo wa treni. Yanakuwa ya umeme. Inaitwa tram. Kama la kwenda, linaweza likawa la kwenda Mbagala, Buguruni, Manzese huko, wapi huko hivyo. Yani ile Dar es Salaam ingekuwa haina haja tena ya mwendo kasi. Ingekuweko tram. Tram moja, mkiingia kwenye litram moja, nyewe watu wa Dar es Salaam mkiingia, ni kama mmeingia kwa mwendo kasi labda 4 hivi. Mkiingia wote, sababu yale yana nafasi kubwa sana ya kusimama. Kwa hiyo mkiingia mle kwa lile limoja, mnaweza mkawa mmecheza kama mabasi 4 kwa wakati mmoja. Tulikuwa tuna uwezo wa kuimaliza kabisa Dar es Salaam swala la usafiri wa tram tu. Achana na hiyo reli. Hiyo ndio nchi yetu sasa. Alafu tunawaambia msiandamane, mnakataa nini? Ikiingia serikali nyingine, yani Tanzania baba, yani New York hii hapa ndani ya miaka 20 ijayo, hiyo New York tunaitafuta. Era tulionayo hiyo ndio mmeshaelewa. Tunakwenda hasara nyingine. Hasara nyingine ni siku walivokata internet. Walivokata internet siku 4, kuna mabilioni ya pesa wanadaiwa. Kuna kampuni moja liko Marekani linadai mabilioni, na kuna kampuni la mameri. Jana mlisikia kampuni za zinadai mabilioni ya hela. Kuna mtu atafungwa, lakini basi, lakini kifungo tayari kimeshaanza kingine. Abili akaanza kutukumbusha na madeni yale ya nyuma. Nadhani mlikuwepo, yale ya kina Kikwete ya BOT. Nakumbuka wakina Balali wakaenda kufichwa. Abili ameliona lile. Alilisema juzi hapa. BOT walivyofanyaga uwizi ule na Balali, si mnamkumbuka Balali, tukaambiwa amefia Marekani. Alienda kuomba ukimbizi, tukaambiwa amefia Marekani. Kwa si ndio na nani wa BOT? Namba 7. Yani si tuna hela nyewe wa Tanzania, tuna mkwanja. Yani Abili alivyosema thamani ya Tanzania ni sawa na nchi zote za Scandinavia, yuko sahihi.
Yaani thamani ya Tanzania ni zaidi ya zile nchi zote za Scandinavia. Denmark, Sweden, nadhani kuna Finland, kuna Iceland, sijui ziko kama 5-6 zile nchi za Scandinavia. Mnaozijua, nadhani ndio hivyo. Yaani zile nchi. Lakini hebu angalia, eti sisi wa 12 kwa umaskini duniani. Eti tunashindana na Somalia na Somalia sijui na Lesotho. Upuuzi mtupu. Hiyo migodi, kuna migodi mipya imezinduliwa, mmoja upo Morogoro, mwingine upo Mbeya. Hiyo migodi hawajawahi kutambulishwa wananchi. Hiyo migodi yasemekana Rostam anaimiliki. Kuna vijana walipanda hapa wakasema. Bado hatujaingia makashfa yale ya Mange Kimambi, ya kina Angela Kizinga, wakina Mombo, wakina nani yale mabilioni tuliokuwa tunayaona, mabilioni 16, wakina Abduli mabilioni 4, Masauni si mabilioni ngapi. Hayo tujayagusa. Hayo hatujayagusa. Bado tunakuja kwenye makashfa ya kampeni, mama amenunua mapikipiki, mabaskeli, malori yaliyokuwa yanapakiza watu, mavurugu, mabilions. Nchi ya 12 kwa maskini duniani. Na bado tuna deni ambalo tunalilipa trilioni 107. Na watu bado wanajichukulia tu mahela, wapunguzi hata deni. Umeona nchi ilivyo? Na bado tuna kashfa nyingine tuliisikia, Lowassa ana manyumba mengi Sweden, ambapo mpaka waziri wa Sweden alishawahi kushtuka. Majumba yako kule. Mnaona hiyo nchi yetu ilivyo tajiri? Tukikumbuka na yale Tegeta Exco, yale mahela walikuwa wanajinyakulia. Tibaijuka, Andrew Chenge trilioni 3, sijui nani Profesa Muhongo trilioni ngapi. Mnaikumbuka hiyo issue? Wakajiuzuru. Trilioni tu kina Tibaijuka, Andrew Chenge wanajinyofolea tu mahela tu. Wakamtandika na Lissu nadhani risasi. Bado kashfa ya huyu Msigwa na Mwana FA kwenye uwanja wa Mkapa, wanapiga na wenyewe mabilioni. Tengeneza viti viwili unaambiwa milioni 7, milioni 8. Na yenyewe kuna kashfa kweli kweli, uwanja unafanywa ukarabati kila mara. Hiyo mnaona? Hiyo nilikuwa nawapa tu nchi yetu namna gani sisi ni matajiri. Hiyo nilikuwa nawapa tu nchi yetu ni namna gani ilivyo tajiri. Nchi yetu ni tajiri sana. Ni tajiri kweli kweli. Baadaye ngoja niwasomee nani. Kwanza ngoja kuna mtu mmoja alinitumia hapa, mwanafunzi mwingine amenitumia hapa, anasoma Ulaya. Sitaki nitaje anasoma Ulaya wapi, lakini namjua mwanafunzi. Sikilizeni mwanafunzi huyo. Hawa ambao wamesoma na bado anaendelea kusoma, anachukua degree sijui ya nini. Msikilizeni huyo mwanafunzi. Yaani kiukweli huyo Kakahabi ni vitu ambavyo anajaribu kuzungumza, ni vitu ambavyo kwa kweli vina make sense sana. Kwa sababu ukiangalia nchi kama Tanzania ina ukanda mkubwa wa bahari na kilomita karibu 1200 za bahari, ambayo inaweza kutuwezesha sisi kufanya mambo ya uvuvi. Lakini kitu cha ajabu, nchi vijana wanalia na tatizo la ajira. Hii ni kwa sababu serikali imeshindwa kuwekeza hata miundombinu ya uvuvi kwa vijana. Mimi ni mtaalamu mkubwa wa mambo ya kilimo, nimekuja kusoma hizi nchi za Ulaya, lakini kulingana na nchi imeshindwa kuwa na utaratibu mzuri kwa wasomi. Wanapewa watu ambao wana elimu kama wakina Baba Levo kuongoza, watoto wa malaisi ambao wana hata uwezo. Tunaishia kubaki Ulaya kuomba mkimbizi kwa sababu ya ujinga kama huu ambao katika hii serikali. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana wenzangu tutoke kwa wingi ili tuiokoe nchi yetu. Nchi yetu tukiwa na wasomi wanaoendesha vizuri, mambo yatakwenda sawa tu. Kuliko hivi tunavyofanyiwa sasa hivi. Wataala
wako vyuoni wanalipa mishahara duni, wakati mwanasiasa ambaye hana hata shule wanalipa mamilioni ya fedha, wananunua Lamborghini, Bugatti. Huyo ni mwanafunzi anasoma, ana madigrii, anasoma mambo ya kilimo cha uvuvi na nini, anachukua madigrii. Akina lao wathamini, wanaenda kupeleka makina Baba Levo. Unaona? Hiyo ndio TZ. TZ kwa kweli jamani haifai kabisa. Kwa hii tusipoandamana tarehe 9 tutakuwa tumewakosea watu wengi. Kwanza tutakuwa tumewakosea wale waliokufa, kwa sababu wale kwa kweli wale wametupigania sana. Tutakuwa tumewakosea sana. Tujitahidini sana. Tujitahidini sana. Nitasoma hizi message za Abeli. Nitazisoma kama zilivyo alivyoileta mwenyewe. Hapa kaandika, nitakuja live ila nipo katika meeting muhimu sana. Niko katika meeting muhimu sana nchini Marekani leo. Kwa hakika kabisa tutaparalyze serikali ya Samia, na tayari ameisha salenda. Tafadhali hamasisha ndugu zetu kwamba wajipange kutoka kwa wingi. Message ya kwanza hiyo. Ya pili, Kaka Sama, tafadhali fikisha huu ujumbe kwa ndugu zangu wa TikTok. Nipo katika hii meeting na conference muhimu sana. Kwa pamoja peke zetu tumshukuru Mungu kwa kutupatia neema ya uzima. Tuendelee kumweka Mungu mbele, atupatie hekima na busara. Leo nipo na taarifa kubwa sana ambayo ni exclusive, inayomuhusu Humphrey Polepole, juu ya hali yake na alipo, pamoja na nani hasa aliyemshikilia. Lakini kama hiyo haitoshi, pia wale vijana wanaotayarishwa kwa ajili ya Kobyo kutoa ushuhuda na uongo wao juu ya maandamano ya tarehe 9 leo msemo wabi, leo wamejaribu kubadilisha namba za simu. Narudia mstari mwekundu. Leo wale vijana sasa, leo baada ya kuisikia taarifa yetu ya bunge la jana, leo wamejaribu kubadilisha namba za simu baada ya onyo ambazo jana tumewapatia. Naomba fikisha salamu hizi kwamba sisi hata ile sindano ikidondoka Ikulu, basi taarifa tunazo. Kuna Laleka mbili watasanda. Kuna Laleka mbili anakuambia hata sindano ikidondoka Ikulu kwa satellite nayo. Okay, naendelea message yake. Watu wanacheka. Basi taarifa anakuambia Abili, taarifa tunazo kuhusu wao kubadilisha namba. Hata wakibadili namba za simu, ni mambo ya kitoto. Wakumbuke kwamba tupo na CDR zao. Wakumbushe wa Tanzania kwamba nikimaliza tu conference ninakuja TikTok, tuje tufanye hamasa, na Mungu peke zake atatusimamia na atatuongoza. Amina, nitakuja hivi karibuni. Huyo ni Abili. Anakuambia wana monitor mpaka Ikulu, kila kitu wanakijua. Kwa hiyo kazi ipo. Basi tuendelee kuchangia. Karibu Maisha, karibu. Kuwa na waona bado mko pamoja, na bado rehema ya Mungu inakuwa bado iko kwa mambo zetu ambayo tunafanya. Leo nitajaribu kufanya mazungumzo yangu bila ya kupoteza muda sana, kwa sababu hii account ndugu yangu leo asubuhi kamida ya Afrika Mashariki ilikuwa imeshambuliwa kwa kublokiwa kiserikali kabisa, kwamba ilikuwa karibu jambo isikuwa inawezekana tena kwa ndugu yangu ya Tanzania kuweza kuiona tena hii account. Lakini tunamshukuru Mungu sana kwa neema ambazo katujalia, neema za teknolojia, neema za
kila jambo ambayo ipo kwa dunia hii basi imekuja kwa sababu tu peke zake Mungu ameona hii ni wakati sahihi ya kutupatia hiyo jambo. Ndugu zangu ambayo mupo TikTok na mnaweza kunisikia sasa hivi, niko na taarifa ambazo peke zangu kwa mausiku ya hapa sijaweza kuwa nimelala, imebidi nifanyie kazi sana. Lakini ni jambo ambayo ilikuwa inahitaji busara kubwa, inahitaji mahekima na inahitaji kumweka Mungu mbele sana kwa sababu tusije tukapata kiburi ya kuzuru watu wengine. Kwa hiyo kabla sijakuwa nataka kusema kitu, ningependa kwanza kumhamasisha kila mmoja ambaye yuko hapa kwamba tumuweke Mungu wetu mbele sana juu ya mambo ambazo tunafanya, na tufanye maombi sana. Tufanye maombi sana na tumtukuze Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa sababu ni yeye tu peke zake ambaye anastahili utukufu, na mimi na wewe sisi ni watumishi ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ndugu zangu, niko kabla sijakuwa nataka kusana leo kila mmoja atulize moyo zake, na tujaribu kusaidiana kukuwa na busara sana, na pia hii taarifa ya leo ninaomba sana muisambaze kwa faida ya watu hawa ambazo nitakuwa ninawataja. Ndugu yangu, naomba kuwahakikishia kwamba katika hii live ambayo sasa hivi tupo, zipo account ambazo zipo hapa zina stream na zinasikiliza hizi mambo ambayo tunazungumza, na wanafuatilia kila neno ambayo tunasema. So kwa sababu ya nia ambayo bora, lakini ni kwa sababu ya kuendelea kufanya mambo mabaya ambazo kwa sheria za Mungu hazikubaliki, na kwa masheria za dunia hazikubaliki, na sisi peke zetu hatukubali hizo mambo. Na ndio maana tu tumeamua kusema ukweli kwa unyenyekevu na kwa hekima na kwa heshima na kwa hofu kubwa ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Sasa kwa sababu tu ya mashambulizi ambazo zinafanyika wakati mimi nazungumza sasa hivi, ningependa niende moja kwa moja kwa taarifa muhimu na taarifa ya hatari sana, na nimemuomba Mungu sana akuwe ananipea busara, kwa sababu tu nipeye heshima ya kufikisha taarifa hizi kwa nidhamu, na zisije zikaleta madhara kwa wenzetu ambayo wanapitikiwa kwa lengo ya kutumika vibaya. Ndugu yangu wa Tanzania, naomba kuambia kwamba leo tutumie muda mwingi sana kuweka wazi kwa maana ya kuexpose pamoja na kujadili huu mkakati mbaya na wa hatari ambayo serikali Tanzania inatumia pesa nyingi sasa kuwaweka hawa mavijana waje kutoa ushahidi ya uongo kuanzia wiki iliyopita. Na kwa sababu tu jana hii jambo tumeiweka wazi, kuna watu leo tayari wameshaanza kutoa ushuhuda za uongo kwamba maandamano zilikuwa zimefanyika, yalikuwa ni maandamano ambazo kuna pesa ambayo imeletwa kwa ajili za maandamano hizo na watu wanalipwa. Sasa jana busara ya Mungu ilinishika sana kuhofia kutaja hawa majamaa na kutaja watu wengi kwa sababu tu ya mausalama zao. Ninaomba hii salamu ifike. Kuna mtumishi ametumika Ikulu, na kuna mtumishi iko makao makuu ya usalama ya taifa. Anatumia computer ya MacBook Pro ambayo ipo na serial number
G3G5OC2VMQ ambayo ni ina macOS Sonoma 14.5. Huyu mjamaa napenda kumwambia kwamba kompyuta ambayo anatumia peke zake nimemtajia na serial number yake ipo na ameunga, kuna account za email 3. Kuna Gmail 2, samahani, ziko 4. Kuna Gmail 2, kuna iCloud 1 na kuna Proton Mail 1 ambayo ako na email za watu ya makazini zake na watu za ikulu na maubaya zote zile ambayo anafanya. Sasa ndugu yangu, huyu mjamaa ana train vijana wenzake. Ana train vijana kuja kutoa ushuhuda za uongo, na yeye peke zake amepewa rasmi ndio anafanya malipo. Ana rekodi mavideo za hao mavijana na kuwapa moyo kwamba ati jana sisi tumetoa vitisho. Na kama hiyo bado haitoshi, ninampa onyo kali kabisa huyu mjamaa anotumika yeye ni mtumishi wa serikali katika chombo ya ulinzi na usalama, kwamba nimemtajia laptop yake, niko na namba zake, na leo alikwenda na timu yake kumkamata mtu sehemu inaitwa Tanzania Kimara Beruti Bridge. Alikwenda kumfuata leo saa 5:17. Alikuwa na usafiri ya gari kwa sababu tu siko na uwezo ya kuona ili gari ni kabila gani. Aliwasiliana naye kwa namba yake ambayo inaishia 233. Mwanzo yake inaanza na 0754. Bado roho ya Mungu ipo ndani mwangu, sitaki kukuharibu, na kuomba kwamba huyo kijana ambaye mlikuwa mumempa pesa milioni 3 na ukaenda leo kumkamata ati kwamba yeye ndo katupea maataarifa, naomba kukuthibitishia kwamba sisi taarifa yetu hatupewi na mtu. Sisi taarifa zetu tunachukua peke zetu kwa raha zetu, na wewe kompyuta yako ndio inatupa taarifa. Tafadhali mwachie huyo kijana ambaye ulimpa pesa na unaamini tu yeye peke zake kapeleka hizi taarifa kwa Mangi, mkasema hivyo. Kompyuta yako yenye serial number G3G502VMQ, hii tuko na WhatsApp ambayo umeiweka kwa kompyuta yako. Tunaona kila message ambayo unatuma na message ambayo unatumiwa, na location ile peke zako wewe unakanyaga peke zako, peke yetu tunakuona, kwa maana nyepesi kwamba wewe upo chini ya ulinzi bila ya kufahamu kwamba uko chini ya ulinzi. Nimetoa kali, tuendelee. Nimekuja kukupea ushuhuda huu kwamba huyo ndugu zetu ambaye licha ya ukweli kwamba yeye peke zake ameamua kusaliti na kutaka kuja kutoa ushuhuda, sisi huyo hajatupea taarifa yoyote. Peke zake tulipanga siku ya Ijumaa tumpigie mama yake kumpa onyo ya mwisho kwamba amkanye kijana wake. Sasa kwa sababu sisi tunapenda, ama mimi napenda kujitambulisha kama mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu yeyote anatakiwa asimame sehemu ya haki na ukweli kwa unyenyekevu na kwa mapenzi, na akiyafanya hayo yote kwa hofu kubwa ya Mungu. Na kuthibitishia tena kwamba kompyuta yako unayotumia ndio ilotupa taarifa zote kabisa. Na kwa sababu tu nimekuambia habari ya serial number ya kompyuta yako ya MacBook Pro ya kabila la Apple ambayo ina iOS ni macOS Sonoma 14.5, mpaka software ile ambayo iko kwa kompyuta yako ni Sonoma 14.5. Hii bado peke zake ni old. Huja update software. Sasa huna njia wewe peke yako ya kufanya mahabari ya kuendelea kuua Mkazania hatuwaoni. Nimekuja na hii ushahidi leo kwa sababu nataka labda roho ya Mungu ikushike. Sisi taarifa yetu hawajatupa hawa mavijana, lakini naamini laana ya Mungu inawafika sasa. Mnekamatana peke zenu kwa kuambia kwamba ati nimejuaje kwamba kweli ilikuwa inapewa milioni 3,500,000. Sasa nakupa taarifa nyingine zaidi ujue ndugu yangu ambaye mko hapa
munanisikia vile mjue kwamba mifumo yenu tunayo. Wewe bwana umempatia kijana mwingine mobile phone mpya kabisa, kwa sababu ya hii taarifa tuliotoa jana, kabila yake ni Infinix yenye email number 35 38 83 93 03 62 704. Hii email number hii, SIM card yoyote ile peke zake naweka, si tunaona location yake, tunajua wapi yupo, tunajua anaongea na nani, tunajua anapigiwa na nani, tunajua yeye anampigia nani. Tafadhali sana, hii mpango ya kutaka kutoa ushuhuda ambayo sio ya kweli, tunaomba mara moja kabisa muiondoe, muikufe kwa haraka vile, kwa sababu huyu Habili ambaye munadhani munapambana naye, tofauti na macho zenu munavyonifikiria, tofauti na akili zenu munavyoniona, tofauti na udogo yangu. Kweli mimi kwa kilo niko na kilo kama 70, ni mwepesi sana, lakini ni mzito sana kwa ubongo yangu, na nawaomba sana hii jambo ikufe mara moja. Huyo kijana ambaye mumemulipa pesa na mumemukamata, muwache. Na hizo mpango ambayo munafanya, achana nayo. Tafadhali usije ukatupa kompyuta yako, kwa sababu tuko na kompyuta za watumishi ya TIS pamoja na majeshi na mapolisi wa ngazi ya juu kabisa zaidi ya 17. Tuko na serial number zayo, kwa maana yake kwamba hiyo kompyuta operation yoyote ile peke zenu mnafanya, tuko nayo. Tuko na mpaka screen record ya laptop yako, na nakuahidi kwamba ikiwa siku ya Ijumaa hii mpango mtaendelea nayo, nitawachia video ambazo wewe umeoa na unajua unaongea na mwanamke ambaye anakuwekea mavideo zake za utupu, mwenye namba 0788 inaishia na 500 kwa WhatsApp. Alete kati. Tuendelee nabii. Naamini kwamba ndoa yako bado unaihitaji. Ninafanya hizi mambo kukuthibitishia wewe peke zako, sio kuwathibitishia hawa ndugu zangu kwamba sisi ni wabora zaidi ama tunajua zaidi. Hapana. Ninakuthibitishia kwamba ukaende uko na pesa kutoka Ikulu, umepewa na officer Lusinde, na ndio unaongea naye, umemsave Lusinde kwa WhatsApp. Umemsave Comrade Lusinde kwa WhatsApp ambayo unatumia kwa laptop yako ya MacBook Pro kwa serial number niliyokupa. Tafadhali sana. Hii jambo ni ya uongo, na screen ya laptop yako kila touch unafanya iko recorded, na right away niko nazo mimi. Sasa kwa sababu ya kupenda ndoa yako, ninaomba sana. Siko tayari kumzalilisha ndugu yangu ya mwanamke ambaye unamuomba kufanyia mapicture zake na munatumiana na hujamuoa. Sitofanya hivyo, lakini nakwambia hivyo wewe ujue kwamba hizi mambo ni machafu. Sasa Ijumaa, kwa sababu tuko na upeke zako ya serial number yako, tutatuma hizi chat zako kwa mke wako ya ndoa. Kwa mke yako ambaye tunaamini ni kwa ndoa yako. Ndugu yangu ambaye ninakwambia hizi mambo, unakaa wilaya ya Ilala, ndio simu yako mara nyingi inakuwa imelala. Wiki iliyopita ulikuwa na bwana Hajo Marheri, mkikuwa mnazunguka sana, na ulikutana na hawa mavijana. Ulikutana na hawa mavijana, ukamwambia uwajie kwa magari Amana Hospital, sijui iko maeneo ya karibu kwa nyumba zako, Amana Regional Referral Hospital. Sasa je, hizi habari ni za uongo? Hii habari ni ya uongo. Naomba sasa useme kama sitoachia mavideo zako mbaya. Imebidi waparangane kutafuta watu wamshushe. Na nyie mnaosikiliza hapa, msije mkaanza saizi kuambia watafutie nini wachumba nani eti anayetembea na mume wako ni nani. Sitaki kabisa kusikia hiyo habari. Inabidi nitafutie anayetembea na mume wangu, sitaki. Nikisikia hizo habari hapa tawapiga nyundo wote.
Kama Naam. sema Ijumaa mbali bwana. Ampe mpaka kesho tu. Kesho tu inatosha. Ijumaa mbali sana. Au sasa Walete kaleta kati. vijana. Walete kati. Walete kati kweli. Dola 100,000. Hii serikali inavuja hela hii. Navuja pesa kweli kweli. Yaani hawa Abili. walete kati. Walete kati. Walete kati. Walete kati. Walete kati. Karibu. Niambie spika wa bunge. Wacha to protect account, sababu huyu mjamaa ndio mjamaa sasa amepewa hii kitengo ya kuongoza yeye ndo in charge wa hii task force ya hii kitengo kizima ambayo wanakusanya hawa mavijana na wanawaambia na wanawatengenezea mpaka charts. Wanawatengenezea charts za namba ya Kenya na namba ya Tanzania juu ile vipi alikuwa wanalipwa. Hizi charts zote tunaona. Sasa ndugu yangu ambaye mimi siko tena na nguvu peke yangu ya kuweza kumfikia, ikiwa kuna Mtanzania yeyote ile ako na nguvu ya kwenda nyumbani kwake, huyu bwana ninaomba kutaja address yake. Naomba kuweka address ya wake ya wapi juu anakaa. Wapi juu anakaa na mji gani anakaa na ni nani, na tutaweka mapicha zake leo. Kwa sababu huyu peke zake baada ya mauchunguzi ya ndani sana, peke zake ni muuaji ambaye alikuwa ako pamoja na Haji Omar Heri. Haji Omar Heri, ndugu yangu, niko na map ambayo naiangalia kwa satellite juu ya wapi huyu bwana anakaa. Nitawatajia watu ambayo mko Dar es Salaam, mkaweza kupata kuwa na mataarifa mazuri ya juu ya vipi unaweza mkamfikia. Huyu bwana nyumba yake iko opposite na barabara inaitwa Bongoyo Road. Bongoyo Road nyuma yake kuna shule inaitwa Mbuyuni Primary School. Sasa unapofika Mbuyuni Primary School, hapo eka IP address hii, utafika kwa nyumba yake ni -6.77846 39.2785.2. Right away Rudia tena. ambayo hawa jamaa wamebanwa koo kweli kweli. Dola 200,000 hizo kudaradeki. Walipa kodi, mnayo kazi huko. Dola 200,000. Kumshusha Abili ni 100,000 unachezea. Na saizi ameshai protect, ukimshusha anapanda. Baba. Tuendelee. Walete kati. Tuendelee. Sasa ndugu yangu, kila ambaye yuko hapa, ninakuombeni sana. Hii jambo tusikuje tukaichukulia ni jambo ya kufurahia. Tusikuje tukaiona ni jambo ya kutufanya tucheke. Tusikuje tukakubali kulifanya jambo hili litendeke. Tutumie nguvu yeyote ile pamoja na maombi na kumweka Mungu mbele kabisa hili jambo lisije likafanyika. Nitawelezea kwa intelijensia ikiwa watakamilisha hii mpango ambayo ya kuweza kuwakusanya mashahidi kwa mkoa ya Mwanza, kwa mkoa ya Arusha na Dar es Salaam, na kuonesha kukiwa na mawasiliano zao na watu ya Kenya ati tu. Badala yake, ndugu yangu, naomba usikilize hii. Wamewapea kitu inaitwa graphite. Unga ya graphite ambayo ati waseme ilikuwa inatoka Kenya na wanapewa wao kwa ajili ya kufanya milipuko. Graphite ni mabomu kwa lugha nyepesi, lakini wamepewa kwa mfumo
granite. Kwa mfumo ya maunga imewekwa kwa machupa. Hizo mawasiliano ambayo task force imetengeneza group ya WhatsApp inatumika kwa hii MacBook Pro ambayo nimeweka serial number yake. Naahidi kwamba chati yote tushaichukua na tutaitolea ushahidi popote pale kwamba hii mpango mnaifanya ni ya uongo. Kama hii mpango mnaifanya ni ya uongo, tutaitolea ushahidi tukimweka Mungu zetu mbele na kukubali kusema ukweli kwa unyenyekevu bila ya kumwonea mtu yeyote ile kwa dunia ambayo tuko naye. Ndugu zangu, na kuomba hili sio jambo tena ya kucheka. Kuna watu wako targeted. Maana yangu ni kwamba kuna watu hawa vijana ambayo watatoa ushahidi kwamba wamepewa mapesa na mabomu na wameambiwa wakachome mavituo ya petrol station. Watawataja baadhi ya kaka zetu na dada zetu ambayo tunawaheshimu sana, hati tu kwamba hiyo pesa ilikuwa imepitia kwa mawao. Na wanatumia wataalamu wa IT wazuri sana kutengeneza chats. Ni chat ya fake, kama ni fake chats, kuonesha kwamba walikuwa na chati na mtu fulani ambaye kwa sasa sitowataja majina. Hii watu ambayo kwa hii group ya task force ambayo ameconnect na laptop yake, tumewaona majina zao. Ndugu yangu, hii ni hatari ambayo hatuwezi kukubali ifanyike. Tutailinda. Sijawahi kufungua kamera, lakini leo iko sababu kubwa ya kufungua kamera, kuwaonesha picha za hawa majamaa na manyumba zao kupitia kompyuta yangu. Hii jambo lazima tuiparalyze kabla ya Ijumaa watafute mpango nyingine kabisa. Tusikubali hii dhuluma ije kufanyika kwa sababu tu hawa dada zetu na kaka zetu na watu yetu watatakiwa kufunguliwa mashtaka ya ugaidi, na wana mpango ya kufanya kudeal na Interpol waweze kukamatwa ama kurudishwa nchini yetu kwa sababu wameshiriki kufanya kitendo ya ugaidi ya kuwapea mapesa watu na kuripua maeneo. Ati pia wanataka pia kusema kwamba hao mavijana wakiri kwamba wao peke zao walishiriki na mauaji, kwamba kuna watu walikuwa wanaua peke zao kwa amri ya hao wanaharakati ambayo imewapea pesa. Ati badala ya polisi kukiri kama wao peke zao ndio walioua, sasa wanataka kuwapea watu nyingine hii jambo ambayo sio ya kweli. Ndugu yangu ambaye uko na magari, kwa sababu tunataka upajue wapi huyo ofisa ambaye ni mkuu wa hii task force anakaa. Kuna kanisa kwa mujibu ya satellite hapa naona inaitwa St. Peter Catholic Church, ambayo nyuma yake ndo iko shule inaitwa Mbuyuni Primary School. St. Peter Catholic Church, kwa vile hapa naiona kwa satellite, iko na parking mbele kubwa, na pia kuna hoteli ya Protea Hotel. Nyuma ya Protea Hotel utakutana na St. Peter Catholic Church. Nyuma ya St. Peter Catholic Church ndio unakutana na skuli ya Mbuyuni. Sasa ndugu yangu, kama upo na gari ambayo umefika tayari St. Peter Catholic Church, endelea na gari yako ukiwa unaelekea barabara inaitwa Haile Selassie Road. Ukitembea na barabara ya Haile Selassie Road, hakutakuwa na njia rasmi ya kupinda, lakini utakutana na njia moja ya mchanga ambayo sio lami, na kuna nyumba ambayo iko na fence, na hapo unapinda hivi, kuna njia unatembea ndio unapita kwa huyu mjamaa kwa nyumba ambayo anakaa. Huyu mjamaa nyumba ambayo anakaa yuko opposite na nyumba ambayo kwa mujibu wa satellite inaonesha iko na swimming pool refu sana. Hapo nyumba ya pili ambayo nyumba yake juu rufu yake ama bati yake ni rangi nyekundu peke zake, yeye anakaa hapo. Anakaa hapo na lazima tumwambie kwamba hayuko salama. Hayupo salama kwa sababu kompyuta yake tuko nayo. Na WhatsApp ambayo kaunga kwa laptop yake tuko nayo. Tunaona kila chat ambaye anaongea naye. Na kama anamuita Comrade Lusinde, ambaye yeye anaongea moja kwa moja na ofisi rais kumpatia yeye mapesa kwa gayama vijana. Bwana Lusinde na timu yako yote kabisa, tumeona chat zenu. Tafadhali sana, huu mpango wa kutengeneza ushuhuda ya uongo
tunaomba mchana hii sasa hivi ife kabisa. Ife kabisa. Tafadhali sana musi, hatutaki tena kuendeleza na makesi za uongo. Hatutaki tena kuona watu wakionewa kwa sababu za uongo. Hii jambo ni fake na hii jambo ni ya uongo na tunawaona. Tunawaona kwa sababu ya vitu venu ambazo ni roho ya Mungu peke yake imenishika nisimalizie kutaja namba yako ambayo inaishia 704. Ambayo inaishia 233 inayoanza na 0754. Ni roho ya Mungu peke zake inanizuia hivyo. Na ndugu yangu ambayo umepewa simu ya Infinix. Abili inaishia ngapi hiyo namba? 233. 233 Yeah, na huyu mkijana ambaye kapewa simu mpya kwa box, akaweka SIM card ambayo jana katumia. Tumechukua email number ya kabila yake inaitwa Infinix, email number 35 38 83 93 03 62 74. Ndugu yangu, rejesha hiyo simu, haipo salama tena. Kitu yeyote ile unaweka, ukipigiwa, ukipiga, tuko na wewe. Tupo na wewe. Na kwa vile kwa sababu tu naamini wewe ndugu yangu ni mtu ambaye unafanya hizi mambo kwa sababu ya shida ama kwa sababu yeyote ambazo peke zake Mungu anajua, sitaki uingie kwa shida ambayo hutokuwa na nguvu ya kupambana nayo. Ndugu yangu ambaye mnamjua huyo ofisa, nikiangalia tena kwa satellite, kuna kitu inaitwa Yasser Arafat Road. Kama kuna apartment kwa hapa naona ziko 6. Nyuma yake huyu mjamaa ndio anakaa. Sasa naomba muniambie nyinyi tufanye nini, kwa sababu niko na access ya vitu zake zote. Nini mnataka tufanye leo hapa tumfanyie? Mnataka to play voice notes ambazo wanachati, ambazo zenye ugaidi na ubaya mkubwa ambayo wanafanya, ambayo kwa WhatsApp yake ipo, ama ni nini tufanye sasa hivi wakati wao peke zao wanasikia, labda itasaidia waache hizi mambo. Naomba tunaomba play moja. Au nishusha. Wewe kwa huo ushahidi watamwacha? Tunampandisha tena. Akiplay voice note ambayo itakuwa hidden, sidhani kama utafahamu ni nani. Ana play tu nasikiliza. Walete kati Mafwere. Mafwere hapo ana hamu kweli kunitungua ya ubongo basi. Tutaishi kwa kudra ya Mungu tu. Okay. Play faster. Kaka Sama, wachie account yangu ikiwe hapa juu at least dakika 10. Jaribu kumpandisha Dada Maria, na mimi na hamisha data kutoka computer moja kwenda nyingine, niweze leo kufungua makamera to expose hizi mambo, tuziweke wazi, kwa sababu katika list ya watu ambayo wanawatuhumu Mange hayumo bado. Wanatuhumu mpaka mtu ambaye yumo ndani ya CCM na ashakuwa kiongozi mkubwa, ashafika kuwa kiongozi mkubwa wa nchi ya Tanzania na kaitumikia pia peke zake. Wamemweka kwenye list ya mtu ambaye yeye ameshiriki ukusanyaji wa hizi mapesa na kuwapea watu. Na kuna watu 3 wako Nairobi, Kenya, wa Tanzania ambayo ni ndugu zetu na tuko na heshima nazo. Wamesema wako Nairobi, Kenya. Wamekuwa wameandika kwamba wapo kwa address ya security na walikuwa wanaandaa kitu ambayo ya ushahidi kwamba wamehusika kuweza kudili na mamlaka kwa sababu ya hii jambo ya jinai. Sijui nini hasa wanawaza. Kuna watu 3 wako Kenya, kuna kiongozi mmoja, badala yake hiyo kiongozi mpaka leo anatambulika ni kiongozi wa CCM, na pia bado kaekwa kwenye namba za magaidi ambayo ni miongoni mwa watu wanataka kuwakamata na kuwaonea.
So Tanzania wako watu watatu, mmoja ni ya CCM na kuna watu watatu iko Kenya, wanataka kusema ati hizi watu 6 ndio mapesa zimepita kwao na wao ndio wameleta silaha Tanzania, wameleta grenade Tanzania, wamelipa watu kwa ajili ya kufanyika hizi mambo. Wacha tu protect account kidogo, pandisha Dada Maria na watu nyingine, alafu tuweze leo kudili na hii jambo ili kuzuia isiweze kufanyika. Asante. Yuko wapi? Yuko kwenye request au yuko amebonyeza request? Ngoja tuwaulize wanaotuma message, maana hata mimi naona message wanasema mpandishe Damange. Ngoja tuwaulize. Watu muangalie. Kama yupo mwambie bonyeze request. Wanasema yuko hapa chini, kila mtu anasema mpandishe. Mange, tunaomba ubonyeze request kama upo. Basi leo pa moto leo. Leo because yote leo wajitahidi leo kumshusha Abiri $100,000 mpaka saizi serikali imeshakula hasara $200,000. Hii serikali hii dawa shughulike na vitu vya maana. Simuoni mbona? Hata mimi najaribu kumwangalia lakini simuoni. Wanasema yupo. Damange, bonyeza hapo kwenye request tukuone juu. Utakuwa labda wamemuona kwa maana si comment, kwenye comment unamuona. Kakasama, hebu nipunguze mimi nishushe chini umpandishe Mange. Abonyeze request kama yupo. Nishushe mimi. Utanipandisha baadaye. Niendelea mimi kumtafuta huko. Okay jamani, tuko vizuri kabisa. Mmeiona serikali yetu inavyovuja pesa. Nadhani mmeaona, tuliyasema hapa wakati moderator anamtafuta Mange na tunasubiri watu kuja kuuliza maswali. Mmeona hasara alizotutajia hapa Bill. Kweli serikali yetu inatia hasara kweli. Kwanza ina mikataba 21 imevunja bila kuwataarifu wananchi. Umeona, wamevunja mikataba. Mingine imevunjwa ovyo kabisa. Kuna mkataba mwingine umevunjwa kwa sababu mtoto wa rais kanyimwa tu $500,000. Yani mtoto wa rais kanyimwa $500,000 kwenda kufanya party Uingereza. Hebu angalieni nchi tunavyopelekwa. Kuna mambo mengine ya ajabu. Kuna mtu kapewa mgodi kwa sababu mtoto wa rais kakamatwa. Hayo yote tumeyaona hapa, tunayasikia hapa. Kwa kweli nchi imefikia pabaya sana jamani. Nchi imefikia pabaya sana. Hebu angalieni vitu kama hivi. Alafu walivyokata umeme internet siku 4 wanadaiwa mabilioni. Nadhani mmesikia jana Abiri kasema wanadaiwa bilioni na billions. Alafu bado kuna kampuni ya Marekani nayo inawadai. Hebu angalieni. Alafu hizo pesa wasemi, Msigwa haji kusema. Haya, Msigwa ameshawaambia mama anakulaga mayai ya samaki kavari sijui. Mama anakula mayai ya samaki, tena na samaki wenyewe anapiga simu achaguliwe samaki aliye zeruzeru. Hii tucheke kwa mashine kwanza. Samahani dada Maria. Hapa huwa tunacheka kwa mashine siku nyingine tukipata kitu cha kufurahi. Mama anakula mayai, kwa kweli yale mayai anakula mayai ya samaki, tena anachagua na samaki awe zeruzeru. Bila samaki zeruzeru hali. Mama anakunywa maji, anayanunua Marekani, maji yanaitwa Fiji. Yanakaa 6, yanauzwa $7,400. Maji 6. Wakati Zanzibar maji yapo, Dar es Salaam maji ya uhai yapo. Yani hapo yote kwa sababu sisi tumeshageuzwa kama sanamu. Haya, Abiri katuambia kumbe Lowassa ana apartment mengi huko Sweden. Yani ana njaa. Fikirieni, hizo pesa zile za kipindi kile za kujiuzuru zile, za zilizoleta mzozo. Lakini nchi ipo tu, eti si ya 12 kwa umaskini duniani.
Alafu kiingia humo unaangalia ni nchi sijui ya 6 kwa madini duniani. Alafu watu hamna hela. Kama kawaida yetu. Waabiria vijana wengi wanatembeza sumu za panya Dar es Salaam. Na kakutangazia nauza sumu ya panya kijana kwenye nchi ya magoldi. Mabinti wanatembeza miogo garage. Tena miogo sio iliyopikwa. Miogo mibichi wameikatakata vipande. Nchi ya kimaskini kabisa. Alafu anatoka waziri anasema tumetengeneza ajira. Ajira zimetengenezwa eti nini? Boda. Anyway, tutafika tu mbali huko. Dada Mange kama yupo mpandisheni wakati tunawapa watu waje waulize maswali wakati Abiri tunamsubiri. Umemwona? Sama Maria hapa nilikuwa nasema wako live bunge la Ulaya hapa wanapiga spana safi kabisa. Iko streamed live. Awesome. Zimepigwa spana mpaka nimeona na mimi. Nasikia mpaka moderator anajibu. Inapigwa nimeona hapa kwenye simu nyingine. Mpaka moderator anajibu. Nasikia vijana wameshambulia kweli. Mpaka moderator anajibu, jamani tulieni tunaende. Nimeona hapa mpaka moderator anajibu. Limeanza saa 2 kamili kuijadili Tanzania. Tushikilie hapo. Nuruvazi wape watu waulize maswali huko. Karibu Abiri. Okay, asante sana kaka Sama na asante kila mtu ambaye yupo hapa sasa hapo anatusikiliza. Tukiwa tunasubiri watu nyingine wakuwe wanakuja kwa lengo ya kuwauliza dada yetu na kaka yetu Sativa maswala na waweze kutusaidia kutupea maarifa na kutusaidia kutupea hekima na kutufundisha adabu. Bado niko na taarifa ambayo ningependa kabla sijakuwa akaunti yangu kushambuliwa niendelee kuwapa juu ya jitihada ambayo naifanya ya kuhakikisha kwamba tuna paralyze serikali hii peke zake ikuwa inaweza kusurrender kwa raha zake kabla ya kutumia manguvu. Ndugu zangu ya Tanzania, kuna kitu duniani inaitwa AIS. AIS maana yake ni Automatic Identification System. Maana yake kwamba kuna mfumo ambayo unaweza ukaona ratiba nzima angalau ya miezi 6 mbele juu ya meli za kimataifa ambayo inaenda kwa bandari yeyote ile duniani. Na kwa sababu mimi napenda kusema jambo ambayo itawasaidia ndugu zangu wengine peke zao waende wakasome. Kwa hiyo ninawaambia kwamba mnaweza mkatembelea, kuna website ama kuna line inaitwa SeaDex Vessel Tracking Tool. Sasa ndugu yangu, kwa nini nawapa hii taarifa? Nawapa hii taarifa kwa sababu kwa mujibu ya taarifa rasmi, nchi yetu ina uchumi yake mkubwa inategemea kwa misaada, inategemea kwa utalii, inategemea kwenye madini na sana inategemea kwenye bandari. Kwa upande ya utalii tumefanikiwa kuparalyze kwa sababu tumeandikia balozi yote ambayo inawakilisha nchi zao ndani ya Tanzania kuiambia kwamba kutoka tarehe 9 Disemba tutakuwa na maandamano makubwa ya amani isiyokuwa na kikomo. Hivyo basi tu kwa barua zetu tukaziambia balozi kama za European na America na nchi nyingine kwamba hii Disemba haitakuwa wakati bora kuleta watalii. Hivyo basi nikawasihi washauri raia zao wasikuje kutembelea nchi yetu. Na kwa upande ya madini kuna mambo mazuri inaendelea. Lakini kwa sababu tulisema maandamano zetu tuzifanye ya amani yasiyokuwa na kikomo na tumekubaliana tukalale kwa bandari pale. Lakini kwa upande yangu binafsi nimeparalyze bandari kwa njia hii inafuata ambayo naenda kuambia. Katika mfumo wa Ship Atlas ambayo inaonesha SeaDex Vessel Tracking Tool, inaonesha mameli gani ambayo inakuja na zitakuja lini, zinakuja na container mangapi, itakaa Tanzania kwa muda ngapi, kwa miezi mingapi na inalipa pesa ngapi. Kuna mashirika 9 ambayo yapo kwenye ratiba ya kudumu
ya ruti zake kwa nchi zinatoka kuja Tanzania. Mashirika ambayo yanasababishia mchango mkubwa sana ya uchumi ya Tanzania juu ya pesa ya kigeni na makazi yake kufanya. Na mashirika hayo ndugu yangu, ya kwanza inaitwa Maersk, ya pili inaitwa MSC, ya tatu inaitwa CMA CGM, ya nne inaitwa Hapag-Lloyd, na ya tano ni COSCO/China COSCO, na nyingine inaitwa One, na nyingine inaitwa OOCL. Sasa ndugu yangu, hizi mashirika ndio peke zake imewaleta watu kama Endani pamoja na DP World kuja kuitaka ile mabandari yetu. Sasa ndugu yangu, leo pamoja na kesho pamoja na Friday tunakamilisha barua zenye taarifa rasmi ambazo tunazipeleka kwa haya mashirika 9 niliyowatajia, ambayo mameli zayo zinakuja bandari yetu ya Tanzania kuja kufanya kazi. Taarifa rasmi hiyo tunaijulisha juu ya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo, maandamano ambayo tutalala usiku na mchana kwa bandari na kuhakikisha hakuna shughuli yeyote ile itakuwa inafanyika kwa bandari. Na kwa mujibu ya mabarua hizo naandika, nimezipeleka kwa secretariat ya kila shirika ambayo nimewatajia. Najua wako mtu nyingi mnaona meli inaandikwa kama CMA CGM. Tunapeleka kwa secretariat ya CMA CGM kuiambia kwamba kutakuwa na maandamano makubwa ambayo yatazuia shughuli ya bandari. Target ya vijana ni kukaa pale kuhakikisha hakuna operation yeyote ile inafanyika. Na kwa barua hiyo sasa nitawaomba wa cancels route zao zote, kwa sababu hawatafanikiwa kufanya kazi zao. Lakini pia nitawaambatanishia maushahidi 2. Ushahidi ya kwanza, jana niliwapia taarifa ambayo imechapishwa na Marcus kutoka I'm talking on the phone. Tutawaekea taarifa ambayo ya bwana Marcus ya kutoka Maritime, inaonesha juu ya hasara kubwa ambayo imeweza kupatikana kwa masiku 4 kwa sababu tu hakuna internet. Sasa pia nitawaambatanishia na ushahidi ya mauaji na picha ambazo tumezitolea metadata ambayo iko na ushahidi na mavideo juu ya mauaji. Na bado kama haitoshi, nitawaekea pia ushuhuda kwamba kuna kesi tayari rais ya Tanzania imeshtakiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa sababu dada yetu katuambia kwamba hawa majamaa hawana pesa, lakini pesa yao sasa wataitegemea sana kupitia bandari. Naomba kuhakikisha kwamba hizi mataasisi 9 ya mashirika ya mameli za makonteina wanaingiza pesa nyingi sana kwa nchi yetu, ni billions of pesa, lakini mpaka Ijumaa kila secretariat ya shirika ambayo nimewatajia watapokea taarifa rasmi na yenye ushuhuda na yenye vielelezo, na nitawahakikishia kwamba hawa majamaa watacancel route zao kuja kwa nchi yetu kwa sasa hivi. Jambo ambayo itamuweka DP World pamoja na bwana Andani kushindwa kuendelea na kazi, kwa sababu watakuwa hawako na kazi yoyote ile wanaweza kufanya. Ninaomba sana mniombe na tumweke Mungu zetu mbele juu ya hii jambo ambayo tunaifanya, na Mungu atujalie nidhamu na hekima na busara ya kujua mambo zetu tunazifanya vipi ili tuweze kufanikiwa. Ndugu zangu, tukue na amani na tukue tunajiamini. Tupo kwenye line ya kushinda. Nitasimama hapo tuendelee kuongea tena. Asante.